Swala lililotokea leo, tafrani iliyotokea leo ya wenzetu, watumishi wenzetu wa wananchi, yaani madereva wa daladala kuanzisha mgomo ndani ya jiji letu la Arusha na sehemu nyingine. Nichukue nafasi hii pia kuomba radhi sana wananchi wa wilaya ya Arusha ambayo kwa namna moja ama nyingine wamepata usumbufu kutokana na hali hiyo kutokea. Ndugu waandishi wa habari, leo asubuhi tumepata taarifa ya uwepo wa mgomo wa madereva wa daladala. Nilipopata taarifa hiyo nikawasiliana na wenzangu kamati ya usalama, tukashauriana na kuamua kuwa na vikao na viongozi wetu wa daladala. Mnafahamu siku za nyuma kidogo tumekuwa na vikao vya mara kwa mara na makundi mbalimbali, hususani viongozi wa daladala, madereva na wamiliki wake, na mambo mengi tumekuwa tukiafikiana bila kipingamizi chochote. Lakini leo hii katika hali ya kusikitisha na kushangaza, kuna baadhi ya madereva na viongozi imepelekea kushawishi wenzao kwa mambo mbalimbali ili kusudi tu kuwa na sura inayoashiria mgomo. Lakini wote kwa pamoja na baadhi ya viongozi wa daladala na wamiliki wake wenye busara wakaona tukutane pamoja kama ilivyo kawaida yetu. Baada ya kukutana, wakawa wanaeleza mambo ambayo labda kwa namna moja ama nyingine yamepelekea kufikia hatua hiyo, ingawa ilikuwa sio ya lazima. Moja, walisema kwamba wanatozwa faini mbalimbali na LATRA. Faini hizo wanazotoa, mtu anaweza katozwa faini mara 3 kwa siku moja. Hilo la kwanza, na lilileta mjadala kiasi cha kutosha. Lakini la pili, kwamba madereva bajaji wanaingilia njia za daladala. Hilo nao pia tumejadiliana nao kwa kina. Lakini tatu ni kwamba wao zile barabara zao zimepunguzwa kiasi kwamba hawana njia nyingi ambazo zinatoka kwenda mbali au kuzunguka ndani ya jiji la Arusha. Lakini vile vile kwa upande wa wamiliki nao walikuwa na malalamiko kwamba faini zinazotozwa zingeelekezwa kwa dereva na sio kwa mmiliki, kwa sababu mmiliki yeye anamiliki chombo na makosa yanafanywa na dereva. Yote hayo tumeyajadili katika kikao chetu cha leo. Mjadala wenyewe kuhusiana na faini za LATRA, tumefikia na kuamua kwamba faini za LATRA zisijirudie mara kwa mara. Iwe kwamba mtu akitozwa faini basi iwe imeishia hapo na kosa kama hilo halijirudii tena. Makosa yenyewe yalikuwa ni kama hivi. Mnafahamu ndugu waandishi wa habari, tulikuwa hapa na mjadala wiki 2 zilizopita wa nauli. Nauli elekezi inatuambia kwamba ni kati ya shilingi 800 na 900 kutoka zile za awali zilizokuwa 600 na 700. Yaani tufuate nauli hizi kwa sasa. Lakini madereva walikuwa wakitoza mpaka shilingi 1000, na ambapo ilikuwa ikionekana ni nauli inaumiza sana wananchi. Hayo tulielezana, lakini wengine walikaidi wakiwa wakitoza shilingi 1000. Kwa hiyo LATRA ilikuwa inasimamia sheria na taratibu zake kama ilivyoelekezwa kwamba
watu wafikie ukomo ule wa nauli iliyotangazwa na serikali. Kwa hiyo mtu akitozwa faini anarudia tena, anakamatwa mtu yule kwa kutoza nauli ya kiasi kile kile cha shilingi 1000. Ugomvi ndio ulikuwa hapo. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi waliohudhuria kikao hiki cha leo. Tumekubaliana kimsingi tutaenda kutumia nauli zilizotangazwa na serikali mpaka hapo itakavyoamuliwa vinginevyo. Kwa maana hiyo watu wafuate sheria na taratibu, lakini pia kuwe na elimu itolewe kwa abiria na madereva. Viongozi wa LATRA walikuwepo, tumeelekezana hivyo na kujadiliana. Lakini swala zima la bajaji kuingilia njia za daladala, nalo hilo tumepokea. Kimsingi ni kweli kuna daladala bajaji nyingi sana ambazo hazijasajiliwa kisheria kwenye barabara zinazohusika. Kwa hiyo wingi wa bajaji hizi umesababisha kuingilia barabara za daladala. Kwa hiyo hilo nalo tunaifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunawahimiza wenye bajaji kufuata sheria na kwenda kwenye usajili na wapangwe kwenye barabara zinazowahusu. Lakini mwisho katika hayo mjadala wetu ni kwamba wote tumefikia na kuamua kwamba turudi tufanye kazi, isipokuwa kuna baadhi ya maeneo ambayo bado yalikuwa yameshamili kwa kufanya makosa zaidi, nayo ningependa niyafafanue kidogo. Wakati wa mgomo huu, baadhi ya madereva wa daladala walikuwa wakiwazuia wasafirishaji wengine wasifanye kazi ya usafirishaji, mpaka kupelekea baadhi ya bajaji kuvunjwa vioo vyake na bajaji hiyo kumilikiwa na hao madereva, yani kwa kukaa ndani ya bajaji kuvizia bajaji zingine au wasafirishaji wengine kuendelea kuwahujumu wasiweze kufanya biashara zao za usafirishaji. Hawa watu walikuwa 3 ndani ya bajaji hiyo, tumewakamata na hatua zaidi za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. Na kwa bahati mbaya zaidi tumewakuta wamepumzika katika bajaji hiyo wakitumia madawa ya kulevya, yani mirungi. Kwa hiyo tunaona huko tunakoelekea. Sasa tutachukua hatua dhidi yao na kuhakikisha kwamba watu wanarudi katika mstari ulionyooka. Aidha, mgomo huu ulipata shinikizo kwa baadhi ya viongozi. Kwanza, kutokupeleka taarifa za vikao tunavyofanya ndani ya wilaya, kurejesha kwa watu wanaoongoza. Hatimaye jana ikaanza kampeni ya kufanya mgomo. Nao hao walikuwa vinara wa kuhakikisha kwamba wanasimamia zoezi la mgomo lifanikiwe. Nao hao tumewakamata, tumewashikilia watueleze zaidi. Na kupitia hili, kupitia vyombo vya habari, niseme tu watu kama hivi wa aina hii kwa kweli hatungependa waendelee kufanya hivi, na kwa sababu hiyo ninaelekeza jeshi langu la polisi kuchukua hatua kali ili kusudi jambo kama hili lisiweze kurudia tena. Nao ni viongozi wa Usa-River, Ngarenaro, Kisongo na Mushono. Kwa hiyo hawa ni watu ambao, na Mrombo, ni watu ambao tutapenda watusaidie. Ni nini hasa kimepelekea kufikia hatua hiyo ya mgomo, ili hali kila siku
tuna uwezo wa kukutana na kujadili mambo yetu na changamoto zetu. Kwa hiyo hatua hizi tuliamua kwa pamoja, na mimi kama mwenyekiti wa usalama nasema hatua hizi nilizoelekeza zifanyike, na hawa watu wanne niliowataja hapa nitapenda kesho nipate taarifa zao kutoka polisi. Kwa hiyo leo wanaweza wakaendelea kuhojiwa mpaka nitakapopata taarifa kamili. Je, huu ndio ulikuwa msingi wa mgomo au kuna jambo jinginelo? Kwa hiyo wote tumekubaliana kufanya kazi, na ninashukuru viongozi hawa wamefanya kazi kubwa kweli kweli. Kufikia saa hizi saa 11 saa 12 ya jioni mpaka saa hizi baadhi ya barabara zimeonekana zikiwa na bajaji za kutosha, daladala za kutosha, na zinaendelea na shughuli za usafirishaji. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi, kwanza kwa uvumilivu waliofanya na utulivu waliokuwa nao ndani ya jiji la Arusha, na niwahakikishie jambo hili halitarudia tena. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makalla. Yeye amepokea taarifa hizi kutoka asisi na ametuambia tuwatulivu na kulishughulikia, tuache shughuli zote tushughulikie swala hili mpaka Arusha inakuwa na amani na utulivu na wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Nashukuru, na mimi nimetimiza yale aliyonielekeza, na sasa hali inarejea kuwa shwari. Lakini pia nishukuru kamati ya usalama kwa sababu tumeshirikiana nao tangu asubuhi kuhakikisha tunaendelea kuwalinda wananchi na kuhakikisha wananchi wanafanya shughuli zao kikamilifu. Lakini niwashukuru nyinyi waandishi wa habari, tangu asubuhi mmekuwa mkinitafuta ili mpate ufafanuzi na kujua jambo hili linaendaje. Ni kweli na nyinyi pia mmeshangazwa, kwa sababu sio desturi yetu ambayo tumekuwa tukizoea ya kuishi. Wengi tunatumia vyombo hivi, hata sisi waandishi wa habari na wananchi wenzetu na watu tunaokaa nao. Kwa hiyo imeleta mshtuko kwenu, lakini niwapongeze kwa kuwa watulivu, na saa hizi sasa nina taarifa kamili na utekelezaji kamili wa jambo hili na kujiridhisha kwamba hali imerudi kama kawaida. Sasa tunarudi, kwa nini Arusha tuone mafuta sisi ndiyo yanayotuumiza zaidi kuliko wengine? Hili ni jambo la kujiuliza, wote tujiulize. Na bado serikali ilikuwa ikichukua hatua stahiki kabisa za kuona kwamba baada ya kupanda mafuta na imepandisha bei, haikukaa kimya. Bei zilizokuwa zikitumika kabla ya mafuta kupanda ni 600 na 700, lakini wadaduzuaji wa mambo ya bei wamekuja na ongezeko la shilingi 100 kila tripu iliyokuwa imepangwa. Yule aliyekuwa akitembea kwa 600 anakwenda kwa 700, yule aliyekuwa anatembea kwa 700 anakwenda kwa 800, na yule aliyekuwa anatembea kwa 800 anakwenda kwa 900. Na kwa ukubwa wa eneo letu ndani ya jiji letu, hakuna fedha au nauli inayozidi kiasi cha shilingi 1000. Wako wachache wale wanaotoka hapa mjini center kwenda Usaliva kule wilaya nyingine. Hawa bei zao ni tofauti na hizi ninazozungumzia, zimeanzia kupimwa kwenye kilomita. Na hawa wanaotoka hapa kwenda hapa Monduli, bei zao nao ni tofauti. Sasa tunazungumzia majority hawa ambao wako ndani ya jiji la Arusha, ambao hazidi zaidi ya kilomita 8-10. Hatakiwi kutoza shilingi 1000 mpaka itakapotangazwa vinginevyo. Na swala la bei duniani kote si swala ambalo mtu anapanga anavyotaka. Ni swala ambalo tumepeana elimu na viongozi wote
Kwa nini tusubiri? Na washukuru viongozi walisubiri ndani ya wiki mbili za kukata rufaa kama hawaliziki na bei ile iliyotangazwa na serikali. Mpaka bei ile inatoka bado hakuna rufaa yoyote iliyokuwa imepokelewa, na nafasi hiyo ilikuwepo ya kupokea rufaa kama sisi haituridhishi. Tulitoka pale tumekubaliana kwamba tusizidishe zaidi ya shilingi 1000, tuzingatie bei za serikali. Kwa hiyo kwenye swala la mafuta si swala la maamuzi ya mtu mmoja au kamati ya usalama ya wilaya, ni swala ambalo lina fluctuate leo, kesho kutwa. Sasa hatuwezi tukacheza na bei hizi, lazima tuhakikishe tunazisimamia vitu kama bei za vitu, na ikiwepo nauli mojawapo, lazima tusimamie kuwa na standard ya bei. Lakini pia mmezungumzia kuhusu LATRA, wanatoza shilingi 2.5. Sasa hii ni mamlaka ambayo inatimiza wajibu wake wa kisheria katika kuhakikisha sheria haivunjwi. Vinginevyo tukiacha holela, basi kila mmoja atakuwa na utawala wake ambapo unaweza ukaumiza wananchi walio wengi. Lakini hata hivyo, hii haikupelekea iwe sababu ya mgomo, kwa sababu huwa tunazungumza na mmoja wa waandishi wa habari amesema, je, mtafuta ile? Kwa nini isifutwe? Inaweza ikafutwa, na tumefanya hatua hiyo wakati tukiwa katika mjadala wa mwanzo, sio kikao cha leo. Kikao kilichopita kulikuwepo na watu waliomba wasamehewe zile faini zao, wapo na tuliwasamehe zile faini zao. Kwa misingi hiyo zilifutwa, tukaanza mstari mpya kwa maelewano mapya kwamba tusimamie bei hapa. Na tulipoulizana kwenye mjadala wetu, ziko ziko daladala 250 ndani ya jiji letu, lakini waliokamatwa na kutozwa faini hizi hawazidi hata 20, hawazidi hata 10. Sasa hawa watu 10 kwa makosa yao wamesababisha mgomo wa daladala 250. Tunaona hapo uwiano kwamba kinachotafutwa ni kweli ni hili swala ambalo lingeweza kuzungumzwa na kuisha, au kinachotafutwa ni kitu kingine. Tumepata shida kidogo, lakini bahati nzuri tumepata ushirikiano na viongozi wamefika kwa wingi. Tumekuwa watu kama 50 hapa kwenye mjadala wetu leo, na tumefikia mwafaka kwamba sasa hizi faini zitakazotozwa itokee yani sababu ya msingi kabisa kumtoza mtu faini hizi. Faini ipo kisheria, lakini faini huwa si mapato halali ya kusema watu wafanye makosa watozwe faini tupate fedha. Hiyo huwa haiwekwi kwenye bajeti ya kawaida, haziwekwi, ya serikali haziwekwi kwamba tutoze faini. Inawekwa token tu kusudi kulinda kama itatokea mtu atavunja sheria, kwa sababu hatulazimishi watu kuvunja sheria tupate fine. Kwa hiyo ni swala la maamuzi. Tumekubaliana viongozi wale wakawaambie madereva na wamiliki wengine wasiofika kwenye kikao kwenda kusimamia sheria, itakapokufikia faini iwe ni lazima sana. Kwa hiyo ndio maana nilizungumza awali, tutatoa elimu kwa wapandaji, lakini pia kwa hawa na wamiliki. Lakini pia imeulizwa nadhani nimejibu, wao wana 1000, itakuwa 1000. Sisi nyote hamna mamlaka ya kupanga bei wote, mpaka mimi sina mamlaka ya kupanga bei. Kuna chombo kinachoshughulikia bei, na sio hii tu. Mnashangaa kwamba niwakumbushe tu, kuna bidhaa zingine zikipanda bei hapa tunahangaika wote. Kwa mfano kesho itokee napanda sukari, kila mtu hapa anahangaika, hapa tunaanza kuhangaika na nini, mkuu wa wilaya nini. Kuna watu wanapanga bei na lazima tuzisimamie, huo ndio wajibu wetu.
kuhakikisha wananchi wanaweza wakafikia kununua na mlo wao uwe kiasi fulani kwa siku au namna gani kwa siku. Kwa hiyo hili si swala la kwa hiyo nitoe wito twende tukasimamie bei zilizopo, na kwamba mtu sasa akifanya kinyume cha hapo faini ikimjia ni yeye, wakati tumeshamwelimisha. Viongozi waliokamatwa, hatufiki tu mahala tukakamatana viongozi. Hakuna mtu ambaye amemkamata kiongozi. Tunawashikilia viongozi watupe msaada. Kwa nini walifikia hatua ya kuwaambia wenzao wagome na kutumia nguvu kumlazimisha mtu agome? Kuna watu wamevunjiwa mali zao, gari la mtu limepasuliwa vioo kwa sababu alipakia abiria. Sasa mtu kama huyu, yeye hakufanya kosa la mgomo, hatukumkamata kwa sababu kosa la mgomo, kosa la kuharibu mali ya mtu. Wameharibu mali ya watu, ziko pale, tumezishikilia, hata vyombo vilivyoharibika viko pale. Kwa hiyo mtu kama huyu atatusaidia. Kwa nini kafikia huko? Mimi niwaambie waandishi wa habari kwamba mambo haya yanazungumzika tena ofisi hii. Hata mfike tu mwaulize wenyewe kama kuna siku waliwahi kukataliwa kusikilizwa kwenye ofisi hii na mambo yao hayafanyiwi kazi. Ilikuwa wametumia bajaji, baadaye kuipasua ile wakatumia kama ni sehemu ya maficho wawakamate wengine, wakati wamejificha pale wakawa wanatumia na madawa ya kulevya ya aina yanayoitwa mirungi. Sasa huenda asingekamatwa kwa sababu ya mgomo, lakini kakamatwa kwa sababu ya matumizi ya madawa ya kulevya na kuvunja mali ya mtu. Bajaji iko pale. Sasa mnataka tuseme yote hayo tumewakamata viongozi? Kwa nini tunakimbilia kukamata viongozi? Ndugu yangu Kusaga, mwandishi Kusaga, unasema tunakimbilia kukamata viongozi. Basi wewe, mimi nikuachie wewe huyo anayetumia madawa ya kulevya, uende ukashughulike naye, msaidiane. Kama ni washirika, mwende mkashirikiane kufanya tendo hilo kama ni jema. Kwa hiyo viongozi wamekamatwa kwa ajili ya hiyo. Je, faini itafutwa? Nimekwisha kujibu, na ruti zimefutika kabisa. Ni kweli, hata mazingira wakati fulani yanachangia ruti zingine kufutika. Hawa ndugu zangu viongozi, bajaji, bodaboda, wote makundi haya ambao kila mara anakutana nao, nawaambia jamani, mjiandae. Mazingira yanaweza akakufanya wewe ubadili ruti, na mazingira ya Arusha sasa hivi yanakuja, ruti zitabadilika. Tuelimishe umma. Hatuna muda mrefu Arusha tunabadilisha ruti automatic bila kuambiwa, kwa sababu stendi kubwa haitakuwepo hapa katikati, itakuwa kule Bondeni City. Sasa huwezi ukasema ruti ya basi kubwa linalokwenda Singida, linalotoka Dar es Salaam lije hapa mjini ndio liende kule. Automatic litapita bypass kule, litakwenda kule stendi. Definitely utakuwa umebadilisha ruti bila kuambiwa. Huwa nawaelimisha hao wachangamkie barabara za kule. Tunaboresha barabara, karibu barabara 4 zinazokwenda kwenye uwanja wa Afcon. Kule ndio kunaenda kuwa mji kuliko huku tulikotoka. Sasa wanagombea hapa, baadaye watakuja kugombea kule. Lakini mpango mzuri unakuja katika kuhakikisha kwanza tunasajili bajaji zote na kuzipangia ruti zitumike. Nimeenda mahali fulani wananiomba hata usafiri wa bajaji, wala sio mbali, ni hapa daraja 2 tu. Walikuwa wananiambia sisi hata bajaji hatuna. Nikiangalia barabara nzuri ya kiwango inapitika, hawaendi. Sasa kwa nini hawaendi? Wote wanasukumana hapa mjini kwa sababu tu labda ya mawazo kwamba akikaa mjini kuna watumishi, kuna nini na nini. Tunagombea hapa fursa, lakini fursa ziko pembeni, na wananchi wameshafika kuniomba kuwa huko. Wakipangwa huko hawaendi.
na wengine wanapangwa barabara nzuri ina lami, lakini hawafiki mwisho wa kituo. Kwa mfano huku Njiro kwenda mpaka VETA kule mpaka kule Atomic hawafiki, gari inaishia njiani hapa hapa kwenye Kipref inageuka, wakati mtu ashalipia fedha inayomtosha kufika mpaka kule VETA, lakini hawafanyi hivyo. Sasa ni mambo ambayo tunatakiwa tuwaelimishe sana wasafirishaji wa vyombo vyote kwamba kuzingatia sheria. Tunakwenda mbali zaidi, tunakokwenda Afcon, mimi nadhani tutakuwa na vyombo vya usafirishaji tunavyoweka kilomita na kuvitambua ili viweze kutoa huduma, na kuweka hata mtambo wa kupima kilomita ili mtu asome nauli yake kwenye kilomita ambayo anani, akifika pale akulipe kile kinachostahili kupitia kilomita alizotembea. Viongozi tunaowashikilia kwanza ni 4 ambao nimetoa maelekezo hapa sasa hivi kwamba watusaidie taarifa niipate kesho, kama ilikuwa ni mgomo au ilikuwa ni kitu gani kingine. 4 hao 3 sina uhakika kama viongozi, kwa sababu sikuwa nao hapa, au ni madereva. Kwa hiyo viongozi na sikwenda kuwakamata, walikuja tu ofisini, tumeongea vizuri na wao wakatoa michango yao mizuri tu, ila kwa hiyo hawa viongozi mimi sikuwakamata, walikuja wakatoa michango yao mizuri, ila nikasema bado sijatosheka, nataka maelezo zaidi. Kwa hiyo wapo wanatoa maelezo ili kesho nitakapoamka salama nije nipate maelezo yao yakoje.